Bana, kwenye siasa bado vita ya Mrisho Gambo ambaye ni mbunge wa jiji la Arusha mjini au Arusha mjini na mkuu wa mkoa wa Arusha ndugu Paul Makonda bado inaendelea, na leo tunaarifiwa kwamba Gambo amemjibu RC Makonda kuwa Arusha haitaperiki. Sasa haitaperiki kivipi? Twende wote hapa. Mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo ameibuka hadharani na kupinga vikali madai ya baadhi ya viongozi wanaodai kuwa fedha za ujenzi wa barabara ya Eso Longdong jijini Arusha zilizotolewa na serikali kuu, akisema fedha hizo zilitengwa kupitia mapato ya ndani ya halmashauri ya jiji la Arusha. Akizungumza mwishoni mwa wiki jana mbele ya wananchi wa kata ya Sokoni moja, Gambo alionyesha kukerwa na madai hayo na kuyataja kuwa ni ya kitapeli, akiwataka viongozi waache kutafuta sifa kwa kazi ambazo hawajahusika nazo. Mwaka jana tulitenga fedha kwa ajili ya barabara hii, lakini zikaelekezwa kwingine. Mwaka huu tumerudia tena, tumetenga milioni 900 kupitia mapato ya ndani ya jiji letu. Hakuna fedha kutoka serikali kuu, alisema Gambo. Ameongeza kuwa wananchi wa Arusha wanahitaji vitendo, sio porojo, akisisitiza kuwa hawadanganyiki na hawataperiki kirahisi. Nilisikia mtu akisema eti ameleta fedha, mwambieni aache utapeli. Arusha hatudanganyiki na hatutaperiki, aliongeza kwa msisitizo. Kauli ya Mrisho Gambo imeibuka wakati mvutano wa kisiasa ukiendelea baina yake na mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda, huku pande zote zikirushiana maneno kuhusu uhalali wa mafanikio ya miradi ya maendeleo jijini humo. Hivi karibuni mkuu wa mkoa wa Arusha Bwana Paul Makonda amemtaka mbunge wa jimbo la Arusha mjini Mrisho Gambo kuwaomba msamaha hadharani watu wote aliowaahidi kuwaumiza, kuwachonganisha, lakini na kuharibu maisha yao. Makonda alitoa kauli hiyo mbele ya naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko kwenye maadhimisho ya miaka 61 ya uhuru wa Tanganyika na Zanzibar ambayo yalifanyika katika viwanja vya Kilombero mkoani Arusha. Nampongeza kwa sababu moja kubwa. Juzi ameomba radhi bungeni. Amechonganisha sana watu hapa, na leo hapa ameanza kumsifia mkuu wangu wa wilaya kwa sifa zile zile ambazo alinisifiaga mimi nilipoteuliwa kuwa mkuu wa mkoa. Lakini sasa hivi hata kulitamka jina la Makonda hawezi. Namsifu kwa sababu aliomba radhi, alikuwa anaenda kuharibu maisha ya watu kwa kuwadanganya wabunge, na kama bunge lisingekuwa makini na waziri wetu Mchengerwa kuwa imara, leo hii kuna watu wangepoteza kazi kwa sababu yake. Sasa ombi langu kwake, moja, awaombe radhi watu wote aliowafitini kwa kuwaumiza, kuwachonganisha na kuharibu maisha yao. Safari ya mbinguni hata mimi naitaka. Mambo yalivyoendelea yalipelekea simu ninazopata unamuita waziri wetu muongo. Ni stendi inayoanza kujengwa hii, nimemuomba Mchengerwa, ilikuwa design ndogo, haikidhi hata viwango. Akaongeza bajeti bilioni 30 na faida kwa wananchi wa jiji.
halafu unamuita waziri wetu muongo? Kwa kuwa bunge limemsamehe, mimi moyoni sina shaka. Kwa kuwa bunge limemsamehe, mimi moyoni sina shaka naye. Lakini sharti langu moja, aliyowaumiza na kuharibu maisha yao awaombe radhi, ili mbele ya Mungu naye, mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu tupate kibali cha kuifanya kazi hii. Huyo alikuwa ni Paul Makonda, ambaye aliyazungumza hayo siku ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar kuifanya Tanzania. Sasa nikajaribu kuangalia maoni ya watu wengine yanasemaje kuhusiana na hili sakata. Lakini huyu wa kwanza yeye akasema, Gambo pole sana, imeshaenda hiyo, hairudi. Wewe jiandae kiakili kusahau ubunge wa Arusha mjini. Lakini mwingine akasema, pesa anachukua Makonda na kununua ng'ombe kwa ajili ya nyama choma. Makonda hafai, fanyeni reform kwenye jimbo, Lema aje. Lakini mwingine akasema, hao wote walikuwa chawa wa awamu ya 5. Sasa kila mtu anatafuta maskani mapya kujisitiri, hawana lolote. Nafurahia vita vyenu kwa sababu najua upinzani lazima mwaka huu wachukue jimbo. Lakini mwingine akasema, sasa tumwamini nani? Mwingine akasema, Makonda, kwani hapa Arusha ndicho ulichotumwa au ni Haji Arifu? Mwingine akasema, tumwamini nani sasa? Basi tokeni wote, hatutaki ujinga. Lakini mwingine akasema, waendelee kufichuana ndiyo vizuri. Mwingine akasema, kwani anayeruhusu pesa kutumika ni nani? Hayo mapato ya ndani yanaongozwa na mteule wa nani? Huyu mwingine yeye akaandika kwamba, kwangu Gambo ni mbunge mjinga, hafai kuongoza Arusha mjini. Tunahitaji mbunge mwingine au arudi Lema. Lakini yeye wa mwisho akasema, hauna sifa nzuri Gambo juu ya watumishi wenzako. Hata kipindi cha Magufuli, wewe ukiwa mkuu wa mkoa, ulikuwa hupatani hata na mkuu wa wilaya na baadhi ya watumishi wenzako. Una kiburi, tumekupa ubunge ila stendi na masoko ya kisasa Arusha hakuna. Na pesa ikitengwa, wewe umekuwa mstari wa mbele kukwamisha. Kifupi ni bora Makonda kaja Arusha na atakunyosha hata miradi ya maendeleo itaonekana sasa. Tunashindwaje na Morogoro, Moshi, Korogwe, Dodoma? Hauna jipya Gambo, kaa pembeni. So huyo alikuwa anajaribu kuliweka sawa. Wakati huyu mwingine yeye akasema, naona Makonda kama ndiye mwenye tatizo. Viongozi wanaofanya ziara akina Nchengerwa, Biteko na wengine ndio ziara zao ni za kikazi. Hawaji kuona mivutano, kuchambana na kutuhumiana mbele ya wananchi. Ukizingatia wote ni viongozi, na isitoshe viongozi hao hawachukui jukumu kusitisha mvutano yao. Bila shaka Mheshimiwa Samia anaona naye kama kwai. Tusubiri baada ya kuvunja bunge, Gambo atatupwa korokoroni na Makonda aliyeweza kuparuana mpaka mmoja akawa kimia na Mheshimiwa Gwajima. Sasa ni Arusha, ni kuchafuana na sio sela. So hiyo ndo mitazamo ya watu wengine ambayo inaendelea katika jiji la Arusha, ambako vita ni kali baina ya Makonda na Makonda mkuu wa mkoa wa Arusha, lakini pia mbunge wa Arusha mjini ndugu Gambo. So tutajua ni nini ambacho kinaendelea na ni kipi juu ya kipi, maana sasa ishakuwa vita kati ya hawa wawili. Sasa ieleweki ni nani ambaye ni sahihi kati ya hawa wote au ni yupi ambaye anakosea. Lakini tutaelewa tu ni kipi kinaendelea
katika jimbo hilo la Arusha.